Kwa zaidi ya miongo miwili, El Salvador imekuwa ikipumulia kwa taabu, nchi ndogo iliyokaba koo na kivuli cha magenge mawili hatari. Tangu mwishoni mwa miaka ya 1900, vita vyao vya udhibiti wa dawa za kulevya, ulanguzi na mitandao ya ukandamizaji vimeitikisa nchi kama dhoruba isiyoisha. Ni katikati ya michafuko haya palipohitajika mahali pa kuwaweka wale walioaminika kuwa hatari kupita zaidi. Hapo ndipo gereza la Mara linapoingia kwenye hadithi. Katikati ya nyika kame ya El Salvador, mbali na miji, mbali na huruma ya dunia, ndipo linaposimama jengo ambalo halichoki kupuliza baridi ya giza. Ngome nzito ya saruji na chuma iliyopewa jina na walinzi kama tumbo la giza. Kutoka mbali linaonekana kama jiwe kubwa lililomezwa na kivuli. Hakuna nyumba, hakuna watu, hakuna kelele. Ni ukimya tu unaokatizwa na milio ya helikopta zinalolisimamia juu kama tai wenye njaa. Jua likizama, mabonde yanayolizunguka huzama katika giza la kina, kiasi kwamba hata upepo unaonekana kuogopa kupita karibu. Ndani yake hakuna rangi ya matumaini. Ni mlio wa minyororo, harufu ya chuma kilichochomwa na jua, na kelele za milango mizito inayofungwa kana kwamba imeshikilia siri kubwa zisizopaswa kusimuliwa. Walinzi husema gereza hili lina pumzi yake. Kila korido ina historia ya makabiliano. Kila chumba kina ishara ya mapambano ya zama, vita ambavyo hata ndani ya kuta hizi vinajaribu kuendelea kupumua. Katika usiku wake mrefu, upepo unapogonga mabati, sauti hutoka kama angalizo, kana kwamba giza la makundi haya halikuzimwa. Limefungwa tu, likitazama dunia kwa macho yaliyokosa huruma. Historia ya MS-13 na Barrio 18 haijasahaulika. Imekandamizwa chini ya chuma, saruji na ukimya unaotisha kuliko hata milio ya risasi. Samuel Kana, Runinga ya Kibu.